Yes, habari mwana michezo, kama ni mara yako kwanza basi ni kuombe usubscribe, ulike, comment na kushare ili uzidi kupata updates za usajili pamoja na habari zingine na michezo kupitia Mouse Sports Media. Karibu katika ripoti maalum ya dirisha dogo la usajili Disemba 2025. Wakati mashabiki wa Yanga wakiendelea kusherehekea ujio wa kocha wao mpya Pedro Goncalves, habari za ndani zinadai kuwa mwalimu huyo amewasilisha jina la kiungo mbunifu raia wa Uganda Allan Okello kama kipaumbele chake cha kwanza. Okello ambaye kwa sasa anaitumikia klabu ya Vipers ya Uganda anatajwa kuwa namba 10 ambaye Pedro anamhitaji ili kukamilisha mfumo wake wa soka la kushambulia, huku kukiwa na tetesi pia za upande wa upinzani wao Simba kuingia kwenye vita hii, lakini Yanga wanaonekana kuwa na turufu kutokana na ushawishi wa kocha wa Pedro Goncalves. Lakini pia USM Alger ya Algeria inaisaka saini ya kiungo maestro Allan Okello kwa udi na uvumba, na hiyo ni kutokana na takwimu zake za hivi karibuni ambapo zimemfanya kuwa mmoja kati ya wachezaji bora katika ukanda wa Afrika Mashariki. Msimu wa 2024-25 Allan Okello alikuwa mfungaji bora wa ligi kuu ya Uganda akiwa na mabao 19 ndani ya mechi 30 pekee. Ameendelea kuwa na mbunifu akiwa ametoa pasi za mabao zaidi ya 8 katika mashindano mbalimbali msimu huu. Amekuwa mchezaji tegemeo wa The Cranes katika harakati za kufuzu kombe la dunia 2026 akiwa tayari amefunga mabao muhimu dhidi ya Somalia pamoja na Msumbiji msimu huu. Lakini pia USM Alger ya Algeria pia inaisaka saini ya kiungo huyu maestro Allan Okello kwa udi na uvumba, na hii ni kutokana na takwimu zake za hivi karibuni ambazo zimemfanya kuwa mmoja wa wachezaji bora zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki. Msimu wa 2024-25 Allan Okello alikuwa mfungaji bora wa ligi kuu ya Uganda akiwa na magoli 19 ndani ya mechi 30 pekee. Ameendelea kuwa mbunifu akiwa anatoa asisti za mabao zaidi ya 8 katika mashindano mbalimbali msimu huu. Amekuwa mchezaji tegemeo wa The Cranes katika harakati za kufuzu kombe la dunia 2026 akiwa tayari amefunga mabao muhimu dhidi ya Somalia na Msumbiji mwaka huu. Aling'ara katika michuano ya CHAN 2024 iliyofanyika Agosti 25 akifunga mabao 3 na kuibuka kwenye orodha ya wafungaji bora pamoja wa mashindano yote. Nyingine kubwa ya Twiga na Jangwani inayotikisa anga la mchezo nchini ni kuhusu mshambuliaji hatari raia wa Angola Laurindo Dilson Maria Aurelio maarufu kama Depo kuhusishwa na miamba ya soka Young Africa. Inasemekana kocha mkuu wa Yanga Pedro Goncalves ameuambia uongozi wa Jangwani kuwa anamtaka Depo kwa udi na uvumba, sababu Pedro anamjua vizuri Depo tangu alipokuwa pamoja katika timu ya taifa ya Angola. Huyu ndiye mshambuliaji anayetajwa kuja kumaliza tatizo la ufungaji katika hatua ya makundi ya ligi mabingwa pamoja na NBC Premier League. Kisha katika takwimu zake zinazomfanya kuwa moja kati ya washambuliaji wazuri na ghali zaidi Afrika. Katika timu yake ya taifa Angola maarufu kama Palancas Negras, Depo amekuwa muhimili mkuu wa safu ya ushambuliaji Angola, hasa katika mashindano ya ukanda wa kusini mwa Afrika maarufu kama COSAFA Cup na kufuzu kombe la dunia. Amefunga mabao 15 katika mechi 18 alizocheza timu ya taifa. Ndiye mfungaji bora wa muda wote wa mashindano ya COSAFA akiwa na mabao 13, na katika msimu wa 2025 pekee amefunga mabao 8 na kuiongoza Angola kutoa ubingwa huo. Alitangazwa kuwa mchezaji bora, MVP na mfungaji bora wa mashindano ya COSAFA ya 2025. Klabu baada ya kumaliza mikataba na mikopo katika vilabu vya Gil Vicente ya Ureno pamoja na Vojvodina ya Serbia, Depo kwa sasa anakipiga katika klabu ya Rodom ya huko nchini Polandi.
Msimu wa 2025-26 amecheza takriban mechi 10 na kufunga bao moja hadi hivi sasa katika ligi hiyo yenye ushindani mkubwa. Pia ana mkataba wa muda mrefu na klabu hiyo ya Rodom hiyo hadi Juni 30, 2028. Hata hivyo, Yanga wana kazi ya ziada ya kufanya. Ni pale ambapo Depu ana mkataba wa muda mrefu na klabu hiyo ya Rodom ya huko nchini Poland hadi Juni 30, 2028. Ili kumnasa Yanga atalazimika kuvunja benki au kumchukua kwa mkopo wa muda mrefu. Je, GSM na uongozi wa Yanga watafanikisha hili? Depu si mshambuliaji wa kawaida, ni target man ambaye ana uwezo wa kucheza na migongo ya mabeki na ana kasi na ufundi wa mipira ya vichwa. Chini ya Pedro Goncalves, Depu alikuwa mfungaji tegemeo na sasa kocha huyo anataka kuhamishia sumu hiyo katika Twiga na Jangwani. Yes, taarifa nyingine ya mitaa ya Twiga na Jangwani ni kuhusiana na taarifa za ndani kabisa zinazodai kuwa mshambuliaji mwenye njaa na kipaji cha kufunga kutoka TRA United Emmanuel Samuel amekwisha mwaga wino wa miaka 2 kuitumikia klabu hiyo ya Young Africa, japokuwa hapo awali alikwisha kusaini mkataba wa awali na mafande wa JKT Tanzania, lakini Young Africa wamemaliza dili hilo kwa kupindua meza. Hivyo dili limesainiwa mitaa ya Twiga na Jangwani. Inaeleza kuwa kocha mkuu wa Yanga Pedro Goncalves amevutiwa na kasi, nguvu na uwezo wa Samuel wa kuamua mechi ngumu, ingawa bado klabu haijamtambulisha rasmi. Vyanzo vinasema Emmanuel Samuel tayari ni mali ya wananchi na kilichobaki ni surprise tu kwa mashabiki. Yes, Yanga wameamua kupita na Emmanuel Samuel Mwanengo kutokana na uwezo wake wa kufunga. Ukizingatia msimu wa 2024-25 alikuwa na wastani mzuri wa magoli pamoja na umri na kasi aliyokuwa nayo. Ukizingatia kocha Pedro Goncalves anapenda washambuliaji wenye kasi kutokana na mifumo yake. Chini ya kocha Pedro Goncalves, Yanga inacheza soka la kushambulia kwa kasi kubwa kupitia pembeni. So Emmanuel Samuel Mwanengo anajulikana kwa uwezo wake wa kukimbia kwenye nafasi na kumaliza pasi za mwisho, jambo ambalo linaendana moja kwa moja na falsafa ya mwalimu huyo raia wa Ureno. Kama hujasubscribe, basi nikukumbushe usubscribe, ulike, ucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata updates za usajili pamoja na habari zingine za michezo kupitia Mo Sports Media.